watu wanatumia gharama kubwa kwenye kujifunza mambo ambayo yatawanufaisha wao katika maisha yao ya duniani. Mtu anatoa pesa, anasoma yeye au anamsomesha mtoto wake ufundi labda wa umeme au wa kuchonga, au anaenda kumsomesha udaktari aweze kutibu watu. Ni jambo zuri sana, kwa sababu litawasaidia watu katika maisha yao ya duniani, si ndio? Bila ya hayo maisha yatakuwa ni vigumu kwenda. Ni jambo zuri, lakini kwa nini uweze kufanya hilo, kutumia gharama kabisa, pengine mamilioni ya pesa kumsomesha mwanao au kusoma wewe mwenyewe fani fulani kwa ajili ya kuweza kuyahimilia na kuyamudu maisha ya duniani? Kwa nini ushindwe kusoma ibada yako na kujifunza pengine bure, pengine, si ndio? Na ndo mara nyingi mashekhe maustadhi wanaweka darasa kwenye misikiti, au unaweza ukamfuata nyumbani, nisomeshe. Mtu hana muda huo wa kwenda kujifunza kufanya ibada, wala hana muda wa kwenda kumpeleka mkewe wala watoto wake kwenda kujifunza ibada. Hili jambo lililo muhimu zaidi la ibada, ilikuwa mtu ndo aliwekee umuhimu mkubwa, ajifunze kwa gharama yoyote, kwa sababu hili lina maslahi si tu duniani kwamba litamtengeneza yeye awe mstaarabu, mwenye moyo wa huruma, awe na imani, lakini lina maslahi makubwa hata akhira, katika maisha yake ya milele. Manake kule kuitengeneza ibada ndo kuitengeneza akhira yako, maisha yako ya milele. Sasa mtu anapuuza hilo, anatumia gharama kubwa kwenye kujifunza lile ambalo litamnufaisha kwenye maisha ya muda mfupi tu hapa duniani. Naam, jifunze ili uishi vizuri duniani, lakini jifunze zaidi na uwe na hamu kubwa zaidi ya kutanguliza kwanza lile ambalo litakunufaisha katika maisha yako ya milele.